Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Musa Soa au Dr. Musa. Mimi ni dokta ninayetibu kupitia mitishamba pamoja na dua. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu tafsiri na maana ya jicho lako la kushoto likicheza. Nakuletea elimu uweze kufahamu maana na tafsiri ya jicho la kushoto likiwa linacheza. Ni maana ipi ya jicho la kushoto likicheza? Kama ni mara yako ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Inshallah. Ya kwanza, ukiona jicho lako la kushoto linacheza, haijalishi linachezea juu ama linachezea katika sehemu ya chini, maana ishara hii unajuzwa ya kwamba katika ulimwengu wa kiroho kuna taarifa ambayo itatokea katika maisha yako ambayo itakuumiza moyo wako. Taarifa hii aidha inaweza kukutokea wewe mwenyewe au ni ishara ambayo inaweza kumtokea mtu wako wa karibu, aidha ndugu, aidha rafiki. Na unapokutwa na ishara hii ya jicho lako kucheza pahala ulipo, unachotakiwa kukifanya, uangalie katika mkono wako wa kulia, ugeuke uangalie kuna nini kinachoendelea, au mkono wako wa kushoto pia uangalie nini kinachoendelea katika mazingira uliopo. Aidha ugeuke nyuma au uangalie mbele yako kuna nini kimetokea. Ukiona hakuna kitu chochote ambacho kimetokea, basi inabidi ufanye utafiti wa ndugu zako wa karibu. Kuwa na subra, uangalie nini kitatokea, maana ishara ya jicho kucheza la kushoto maana yake kuna kitu cha thamani unaweza kukipoteza, au kuna tatizo litatokea kwako wewe au kwa watu wako wa karibu. Ishara ya pili ya jicho lako la kushoto likiwa linacheza, tafsiri yake na maana yake nyingine pia, unaweza ukapokea taarifa mbaya inayohusiana na maisha yako au kwa mtu wako wa karibu, aidha mkeo, aidha mume wako, aidha ndugu, aidha mtoto wako. Au ishara hii pia unajuzwa ya kwamba ni ishara ya usaliti. Kama we ni mke au ni mume, upo katika mahusiano ya kimapenzi, basi unaweza ukasalitiwa na mpenzi ule naye na ukapata maumivu makali sana katika nafsi na katika moyo. Au unaweza ukapata taarifa ya maradhi au ukakumbwa na maradhi, au unaweza ukaondokewa na kitu chako cha thamani sana ambacho ulikuwa unakipenda. Kama ulikuwa unampenda mkeo au mumeo, basi ni ishara ya kuondokewa na mpenzi ule naye, au ni ishara ya kifo pia kwa mtu wako wa karibu au kwako wewe pia. Katika ulimwengu wa kiroho, unapopata ishara hii ya jicho lako la kushoto kucheza, kama nilivyosema, tafsiri yake nyingine ni ishara mbaya, ni ishara matatizo,
na pia unajuzwa na Mola wetu mlezi. Ujiandae kwa ajili ya kupokea taarifa yoyote mbaya ambayo itakayo kuja katika maisha yako. Ukiona jicho lako la kushoto linacheza zaidi na ukaanza kuona mapigo yako ya moyo inakuwa yanaenda kasi, yanadunda tofauti na siku zote, unajuzwa ya kwamba kuna watu wamekaa kikao wanakuongelea kwa ubaya, au kuna kundi la maadui wamekaa wanakujadili kwa ajili ya kufanyia ubaya, au kuna vitu ambavyo unakusudiwa kufanyiwa. Hivyo unajuzwa na Mola wetu mlezi, Mola wa Jibril na Mikail na Israfil. Usijisahau sana position uliokuwa nayo. Inabidi uangalie ni nini unatakiwa kufanya ili uweze kujiwekea kinga ule ubaya usikufike. Ishara ya 4 ya jicho lako la kushoto kucheza, maana yake nyingine pia ni tafsiri ya kujuzwa katika ulimwengu wa kiroho unaohusiana na maisha yako. Kuna vitu ambavyo vinaenda ndivyo sivyo. Hivyo unajuzwa na Mola wetu mlezi, Mola wa Jibril na Mikail na Israfil. Uangalie nyendo zako unazofanya, uangalie mfumo wako wa maisha unayoishi. Ujitazame kwa kina sana. Huenda ukawa unafanya vitu ambavyo vinamchukiza Muumba wako, na huenda hautendi mambo mazuri yanayoipendeza jamii. Hivyo unashtuliwa na kujuzwa uwe ni mtu wa kubadilika na urudi katika njia yenye kumpendeza Muumba wako. Na tafsiri nyingine pia ya ishara ya jicho la kushoto kucheza, basi unatakiwa uangalie nyendo zako za kiimani, za kiroho, za kidini ambavyo unaishi. Je, unaishi katika misingi ya dini? Ukichunguza kwa undani zaidi utagundua kwamba unaenda kinyume na misingi ya dini yako. Hivyo unatakiwa ubadilike na ufuate kanuni na sheria za kidini ili madhara yasije kukufika. Ishara ya 5 ya jicho lako la kushoto kucheza, ishara hii unaweza ukaitambua kupitia muda. Yaani kwamba jicho la kushoto lilicheza saa ngapi na muda gani. Utatambua maana yake na tafsiri yake kupitia muda, kwamba jicho limecheza katika muda wa fulani na muda fulani. Hapa inabidi unisikilize kwa umakini zaidi ili uweze kujua kwamba jicho lako la kushoto lilicheza muda gani na saa ngapi na maana yake ni ipi pia. Tafsiri ya kwanza, kama jicho lako la kushoto litacheza kuanzia saa 5 ya usiku mpaka saa 7 ya usiku, maana tafsiri hii unajuzwa ya kwamba utakuja kupata ugeni. Ugeni huo utakuwa ni wenye kheri, ni wenye baraka. Atakuja mgeni ambaye ni mwema katika maisha yako. Hivyo unajuzwa na
Mola wetu mlezi, ujiandae na ujipange kiakili ili uweze kupokea huo ugeni na uweze kuishi nao katika njia zenye kheri. Tafsiri ya pili. Kama jicho lako la kushoto litaanza kucheza kuanzia muda wa saa 7 ya usiku mpaka muda wa saa 9 ya usiku. Maana ya jicho kucheza katika muda huo, maana yake ni ishara mbaya. Hivyo unajuzwa na Mola wetu mlezi au muumba wako anakufahamisha ya kwamba ni ishara ya wewe kukumbwa na matatizo, na hayo matatizo yatakuhangaisha kwa muda mrefu sana mpaka upate suluhu ya kutatua hilo tatizo au hayo matatizo ambayo yatakukuta. Hivyo unajuzwa na muumba wako uweze kujiandaa kisaikolojia, uweze kujiandaa kifikra, kimawazo kwa ajili ya kuja kukabiliana na hilo tatizo linalokuja au hayo matatizo yanayokuja katika maisha yako. Matatizo haya ni ishara ya kupata anguko la kiuchumi kupitia kile unachokifanya, au kushuka kimadaraka kama ni mtu mwenye wadhifa serikalini, au yanaweza kawa ni matatizo ya kifamilia, au yanaweza kawa ni matatizo baina yako wewe na mke uliye naye au mume uliye naye, au unaweza kupata shida ya maradhi. Lakini maana yake pia sio kwamba litakuwa ni tatizo lenye kudumu au yatakuwa ni matatizo yenye kudumu. Hivyo unatakiwa ujiandae kwa ajili ya kukabiliana na hii changamoto itakayokuja katika maisha yako. Ukiona jicho lako la kushoto linacheza muda wa saa 7 ya usiku mpaka saa 9 ya usiku, basi tafsiri na maana yake ndiyo hii. Tafsiri ya tatu. Kama jicho lako la kushoto litaanza kucheza kuanzia majira ya saa 9 ya usiku mpaka saa 11 alfajiri, tafsiri ya jicho lako kucheza kuanzia muda huo, maana yake utapokea ugeni kutoka kwa rafiki yako wa karibu sana ambaye ulikuwa unapendana naye sana, au utapata ugeni kutoka kwa watu wa mbali sana, kutoka nchi jirani au nchi ya mbali kabisa, watakuja katika maisha yako. Hivyo unajuzwa ya kwamba utapata ugeni. Haijalishi wageni hawa walikujuza kwamba wanakuja au ni ugeni wa ghafla ulikuwa ufahamu kwamba watakuja. Hivyo unajuzwa ujiandae kwa ajili ya kupokea wageni. Tafsiri ya 4. Kama jicho lako la kushoto litaanza kucheza kuanzia saa 11 alfajiri mpaka saa 1 ya asubuhi, maana ya tafsiri hii ya jicho lako la kushoto kucheza ni ishara mbaya. Unajuzwa ya kwamba utapokea ugeni. Unajuzwa ya kwamba uwe na tahadhari juu ya ugeni huu ambao utaupokea.
maana ugeni huu hautokuwa ni ugeni wenye kheri, utakuwa ni ugeni wenye kukuletea matatizo. Kama atakuja ni ndugu yako, ni rafiki yako, basi fahamu ya kwamba atakuja kwa ajili ya sababu za msingi, kwa ajili ya maana yake. Kwa hiyo uwe makini sana na mtu huyo atakayefika nyumbani kwako. Na kama utashindwa kuwa makini, basi utajikuta unaingia kwenye shida na kwenye matatizo, au unaweza kupoteza kitu chako cha thamani sana. Hiyo ndiyo tafsiri ya jicho lako kucheza kuanzia muda wa saa 11 alfajiri mpaka saa 1 ya asubuhi. Tafsiri ya 5. Kama utaona jicho lako la kushoto linacheza kuanzia majira ya saa 1 ya asubuhi mpaka majira ya saa 3 ya asubuhi, maana yake unajuzwa ya kwamba katika ulimwengu wa kiroho atakuja mgeni muhimu sana nyumbani kwako, na mgeni huyu atakuja na taarifa. Taarifa hii inaweza kawa ni nzuri kwako au inaweza kawa ni mbaya kwako. Hivyo unajuzwa ujiandae na ugeni huu na taarifa hizi. Anaweza akaja kukupa taarifa kwa ajili ya sherehe fulani, au anaweza kuja kukupa taarifa ya msiba. Msiba huu unaweza kawa ni wa kifamilia au wa rafiki yako au wa mtu wa karibu sana katika maisha yako, au msiba wa mtu muhimu sana wa mtu wako wa karibu. Au anaweza kukupa taarifa ya maradhi ya ugonjwa fulani, au atakupa taarifa ya mgonjwa kupona, mgonjwa ambaye alikuwa akisumbuka na maradhi ya muda mrefu. Au anaweza kukupa taarifa ya kazi au ya madili fulani hivi ambayo mkiyafanya au kiyafanya, basi utakuwa ni mtu wa mafanikio. Utaondokana na dhiki na mitihani na shida zinazokusumbua. Kama utaamua kuzingatia hiyo taarifa iliyokujuza inayohusiana na kazi au na madili fulani, basi jua hayo madili yatakuwa ni yenye kufanikiwa. Na hiyo ndiyo tafsiri ya jicho lako la kushoto kucheza kuanzia muda wa saa 1 asubuhi mpaka majira ya saa 3 ya asubuhi. Tafsiri ya 6. Ukiona jicho lako la kushoto linacheza kuanzia majira ya saa 3 ya asubuhi mpaka majira ya saa 5 ya asubuhi, maana yake unajuzwa ya kwamba utapokea taarifa ambayo itahusiana na sherehe. Aidha ikawa ni sherehe ya birthday, au ikawa ni sherehe ya harusi, au ikawa ni sherehe ya mwaliko wa kwenda pahala fulani hivi. Aidha ni mwaliko kutoka kwa mpenzi ule naye, aidha mkeo, aidha mumeo, aidha rafiki. Na tafrija hiyo utakayoenda kushiriki, basi itakuwa ni yenye furaha, haitokuwa na shida ya aina yoyote. Tafsiri ya 7. Kama jicho lako la kushoto litacheza
kuanzia majira ya saa 5 ya asubuhi mpaka majira ya saa 7 mchana. Tafsiri ya ishara hii, unajuzwa ya kwamba utapata ujumbe wenye taarifa mbaya. Aidha, ujumbe huu unaweza kuupata kwa njia ya message ya simu yako, au unaweza kupata ujumbe kupitia njia ya email, au unaweza kupata ujumbe kupitia WhatsApp, au unaweza kupigiwa simu ya taarifa mbaya. Unaweza kupata taarifa ya msiba ya mtu wako wa karibu, au ndugu yako, au mkeo, au mumeo, au ya mpenzi ule naye. Au unaweza kupewa taarifa ya wewe kufukuzwa kazi kupitia kazi unayoifanya, au unaweza ukapewa taarifa ya kuhusiana na wewe ambayo inaweza kukuletea matatizo, au unaweza ukapata taarifa mbaya inayohusiana na mambo ya kifamilia katika familia yako ya ubabani au mamani, au unaweza ukapata taarifa pia ya kuachwa na mpenzi ule naye, aidha mkeo, aidha mumeo kuacha, au kaja kutelekezwa na mtu wako muhimu sana wa karibu, au unaweza kupata taarifa ya anguko au hasara katika biashara unayoifanya. Hii ndiyo tafsiri na maana yake ya jicho lako kucheza kuanzia muda wa majira ya saa 5 ya asubuhi mpaka majira ya saa 7 mchana. Hivyo unajuzwa na ulimwengu wa kiroho. Ujiandae kisaikolojia kwa ajili ya kupokea taarifa hizi mbaya. Yoyote ambayo inaweza kujitokeza, basi uwe tayari kuipokea na kukabiliana nayo. Tafsiri ya 8. Kama jicho lako litacheza kuanzia majira ya saa 7 mchana mpaka saa 9 ya jioni, tafsiri ya jicho lako la kushoto kucheza kuanzia hayo majira, unajuzwa ya kwamba utapata taarifa yenye manufaa katika maisha yako. Na kama utapata taarifa katika muda huo, basi hiyo fursa itumie kwa umakini sana. Na kama utapata taarifa ya kazi, basi ile kazi nenda kaifanye kwa ufanisi wa hali ya juu. Hakika hiyo taarifa itakuwa ni njema na ni yenye matokeo mazuri katika maisha yako ya mbeleni, na utakuja kuwa ni mtu wa mafanikio. Tafsiri ya 9. Kama jicho lako la kushoto litacheza kuanzia majira ya saa 9 jioni mpaka saa 11 ya jioni, tafsiri ya jicho la kushoto kucheza, unajuzwa ya kwamba katika hayo majira utakuja kupata hasara ya kifedha kupitia kile unachokifanya, au utapata hasara ya pesa kupotea, au utapewa taarifa ya uwizi kazini, ya fedha kupotea, au utapewa taarifa ambayo itakuumiza moyo wako inayohusiana na
kipato chako. Tafsiri ya 10. Kama utaona jicho lako la kushoto linacheza kuanzia saa 11 jioni mpaka majira ya saa 1 ya usiku, maana yake unajuzwa ya kwamba katika ulimwengu wa kiroho kuna mtu wako wa karibu sana au mtu wako wa muhimu sana anahitaji msaada wako. Hivyo unajuzwa ya kwamba mtu huyu wa karibu aidha yuko mbali na upeo wa macho yako, aidha yuko mbali na mji unayoishi. Basi unapewa taarifa ya kwamba anapitia mateso, anapitia shida, hivyo anahitaji msaada wako. Na kama utashindwa kutambua ni mtu yupi wa karibu, aidha ndugu, aidha rafiki, au ni mtu gani huyu wa muhimu anahitaji msaada wako, ukiwa na subra, basi lazima utapata taarifa ya yeye kukutafuta, aidha yeye mwenyewe au mtu wa karibu atakupa taarifa kwamba ndugu yako fulani au rafiki yako fulani anasumbuka na tatizo hili, hivyo fanya hima umpatie msaada. Tafsiri ya 11. Kama jicho lako la kushoto litacheza kuanzia majira ya saa 1 ya usiku mpaka majira ya saa 3 ya usiku, hivyo unajuzwa ya kwamba katika ulimwengu wa kiroho utakuja kupata ugeni, aidha nyumbani kwako, aidha kazini, au pahala popote ambapo umeketi utapata ugeni. Na ugeni huu utakuja kuleta mabishano baina yako wewe na yule mtu aliyekuja hapo ulipo, na hayo mabishano yatasababisha kutokea kwa migogoro, na hiyo migogoro haitoathiri sana maisha yako, lakini utapitia migogoro sio ya muda mrefu sana, lakini itakuwa ni yenye kuisha. Tafsiri ya 12. Kama jicho lako la kushoto litacheza kuanzia majira ya saa 3 ya usiku mpaka majira ya saa 5 ya usiku, tafsiri ya jicho lako la kushoto kucheza katika hayo majira, katika ulimwengu wa kiroho unajuzwa ya kwamba kama wewe ni mtu ambaye unapenda kuwa mbali na familia yako kwa ajili ya kikazi, au wewe ni mtu ambaye upo mbali na familia yako, au mtu ambaye uko busy sana na kazi mpaka unakosa muda kuwa karibu na familia yako, hivyo unajuzwa na Mola wa Jibril na Mikail na Israfil anakujuza ya kwamba katika ulimwengu wa kiroho basi urudi nyumbani kwako au urudi nyumbani kwenu, uwe karibu na familia yako. Hizi ndio tafsiri muhimu na maana ya jicho lako la kushoto kucheza. Kitu cha msingi, ukiona jicho lako la kushoto limecheza, basi jaribu kupambanua limecheza katika majira ya masaa gani au la saa gani. Na maanisha ya kwamba
sio lazima jicho lianze kucheza muda wote kupitia ile majira ambaye nilikutajia kuanzia muda fulani mpaka muda fulani. Linaweza likacheza kuanzia huo muda ndani ya dakika 5 likaacha, au dakika 2 likaacha. Basi maana yake itakuwa ndio hiyo. Kwa utaangalia huo muda ule jicho lilipoanzia kucheza, hata kama alitochukua yale masaa yote. Nadhani hapo utakuwepo umenielewa. Kama unasumbuka na changamoto mbalimbali za kimaisha, wewe ni mtu ambaye unahitaji kuwa mtu wa mafanikio katika maisha yako, umekuwa ni mtu unayepambana usiku na mchana, unavuja jasho, unateseka katika jua, katika mvua, ili uweze kuyafikia mafanikio, lakini mafanikio unakuwa huyapati, unayaona kwa watu wengine. Unayaona mafanikio kwa watu wako wa karibu, kwa marafiki, kwa ndugu. Na ukiangalia wewe ni mpambanaji pia kama wao, au wewe ni mpambanaji zaidi ya wao, lakini wao wanafanikiwa, wewe hufanikiwi. Hivyo Daktari Musa, kama unavyoona hapo ofisini kwangu, kuna dawa za kuondosha matatizo mbalimbali yanayohusiana na binadamu. Kama unasumbuka na changamoto mbalimbali za kukosa riziki au wateja katika biashara yako, kama unasumbuka na kukosa mvuto katika biashara au kukosa mvuto wa kimapenzi kwa mpenzi uliye naye, au unakosa mvuto kwa bosi, unakuwa sio mtu mwenye kuthaminika na wewe unahitaji kupanda cheo, Daktari Musa ofisini kwangu nina kila aina za dawa mbalimbali. Kuna dawa za kusafisha nyota yako, na kuna dawa ya kuipandisha nyota yako kuwa juu, nyota ing'ae, upendwe, uheshimike kila kona dunia utakayopita. Na vile vile nina dawa za kufanya upandishwe cheo na bosi kupitia kazi unayoifanya. Na pia nina dawa za mivuto ya biashara, nina dawa za mvuto wa mapenzi, na nina dawa za kumfanya mpenzi wako akusikilize na akutii na atekeleze kile unachokihitaji. Na pia nina dawa za kumfanya mpenzi wako akupende zaidi na zaidi. Na pia nina dawa za kufanya ufungukiwe na riziki. Kama ulikuwa ni mtu una vifungo vya kichawi, una vifungo vya kishetani vinakufungia riziki, unakuwa sio mtu wa kufanikiwa, basi Daktari Musa ofisini kwangu nipo na hizo dawa. Na kama utahitaji pete za bahati, pete original zinazoendana na ufalme wa nyota yako, pete za kufanya upendwe, uheshimike kupitia kile unachokifanya, na kama unahitaji pete za majini, pete za mali, pete za kufanya ufungukiwe riziki zako zilizofungwa, pete zenye kufanyiwa kafara za wanyama mbalimbali, usisite kunitafuta Dr. Musa kupitia namba +255 784 120 592. Na kama ni mara ya kwanza kuungana nami, usisite kubonyeza neno jekundu lililoandikwa subscribe na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Pia unaweza ukashare video hii kwa watu wako wa karibu, aidha kwa ndugu, aidha kwa rafiki, aidha kwa mtu wako wa karibu, na yeye akajifunza elimu hii. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dr. Musa, Dr.